Ni debi la Mashemegi, debi ya 98 inayotitigwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, siku ambapo Gor Mahia ikicheza dhidi ya AFC Leopards, kila mmoja akiwania alama 3 na walau kuweza kuboresha nafasi yake katika msimamo wa jedwali ya ligi kuu taifa ya SportPesa. Kubwa zaidi, Gor iliteleza wakati uliopita kwa magoli 4-2 dhidi ya Limbukeni kwa maana APS Bomet, lakini tena wapo katika uwanja huu kwa ajili ya kujaribu hata hivyo kujikomboa ili walau kuweza kutafuta ama kubeba ubingwa wao kwa mara nyingine. Lakini kubwa zaidi, Leopards imekawia Jangwani kwa miaka na mikaka. Mwisho amebeba taji hili ni mwaka 1998 chini ya mwalimu Sunday Kayuni ambaye kitovu cha asili yake ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpaka leo AFC Leopards imekawia Jangwani, haijafua dafu katika kubeba ubingwa huu, na ni fursa kipekee ndani ya takriban miaka 30 waweze kujipapatua ili walau kuweza kurudi katika ramani ya mchezo wa mpira wa miguu katika kanda ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Nabahatika kukutana na Toto Show mrembo ambaye kwa hakika amesafiri kutoka Mombasa na mwenzake hapa, tutakuwa tunapata mawili matatu. Hujambo, inakuwaje umefika leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo? Asijambo, nashukuru. Mimi ni mkaji wa Mombasa, nimekuja kushuhudia timu yetu la Gor kwa mara ya kwanza bila baba kiwanjani. Bila baba, bila shaka ni majonzi, lakini matarajio yako leo hii kutokana na matokeo kwa ajili ya kumfurahisha hata kule alikokwenda? 3-0. Nimesimamia hapo 3-0. Na mtindo unapendeza mno, juu chini. Siri ni nini haswa? Siri ni kukula mapochopocho kutoka Mombasa. Sawa. Naona pia una mtindo wa nywele vile. Inakuwaje? Tutarajia nini leo hii? Tunatarajia leo tugonge au mashemeji ndio watu heshimu, lazima tuwagonge 3-0. Hiyo tunataka, ndio ile bado tuko tunamon baba, but tunataka baba afurahie hata penye yako. Last time mlipoteza dhidi ya APS Bomet na ni timu ambayo ni geni Limbukeni. Leo hii itakuwaje? Manake mliumizwa. Saa hii tuko sawa kabisa, tunajua tutashinda ni mashemeji dabi. Wow. Asante sana, kila laheri. Bila shaka ni mashabiki hawa wa Kogalo, unaweza kuona foleni ni ndefu mno kutoka kule, wengine wamekwisha ingia, wengine bado wanazidi kuingia katika uwanja huu. Dalili tosha kwamba ni hamu ya kuweza kushabikia soka la Kenya, ligi kuu taifa hapa nchini Kenya. Ours forever. Kaka, inakuwaje leo hii Gor dhidi ya Leopards? Gor dhidi ya Leopards, kama kawaida AFC Leopards wametulemea seasons nyingi, lakini this time round we are prepared, we have come in large numbers, tutawapush na nakwambia for today we are having the win. Wow. Baadhi ya wachezaji ambao tutegemee mazuri kutoka kwao leo hii kutoka kwa upande wa AFC Leopards? Our danger man ni one and only Odada. Huyo ndio tunategemea atatukuletea chances na any opportunity anatufungia. Technical bench, imani yako kwa technical bench? So far so good, we can't blame them, they are in transition, wamefanya vizuri. Ukiona matokeo recently, we have many draws but very few defeats, so I'm so sure given time wataperform. Asante kabisa. Naona jamaa amefika na vya kwake. Inakuwaje kaka mzee? Naona unapeperusha bendera ya chui. Kutoka Ongata Rongai branch. Mimi naitwa Kevin Bulemi Anyika. Mimi hii siku ni siku ya furaha sana kuja kuona game yenye kila mtu kutegea msimu mzima. Kwa hivyo tutarajia nini kwa Leopards leo hii? Leopards leo tunashinda 2-1. Goal. Asante sana. Bila shaka ni baadhi ya mashabiki hao unaweza kuwashuhudia katika uwanja huu, na kuna pia mtoto wa kike ambaye ni shabiki wa AFC Leopards. Dada, unaitwa nani? Naitwa Vanessa. Mbona Leopards? For life. Naipenda tu hivyo. Kwa hiyo umepiga safari kutoka nyumbani kuja katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Kama AFC tunachinja Gor. Nini imekuchochea kupenda AFC Leopards? Sijui nisemeaje. Iko kwa damu. Iko kwa damu. Kwa hiyo mmoja wa wachezaji ama wawili wachezaji ambao unaamini leo watafanya jambo la maana kwa faida ya AFC Leopards? Kama Koloti yako na Kelly.
hao nawaaminia. Jina? Kelly Madada. Aha, wewe mwenyewe jina? Jina ni Vanessa. Vanessa. Yeah. Asante sana. Maoni kutoka kwa Vanessa ambaye ni shabiki lukuki wa AFC Leopards katika uwanja huu. Gor Mahia una kila sababu ya kujibu mapigo. Okay, to us today as Gor Mahia fans, we are hoping for a win, and you know this thing since in time immemorial we've been scoring FC, so today is an easy win. Easy win. Yes. Maybe some of the players, can you single one or two players that you think are gonna make a difference in today's fixture against AFC Leopards? Okay, today I'm hoping a goal from Austin. Austin is going to score. Yeah, so today Austin must score. Austin to score. Austin and Morrison. Yes. Yes, you have something to say? I'm just hoping for a big win today now that it is a derby. Now being that Baba is gone, this is the only remaining thing that it's meant to bring us together. Wow. Yes, and we are hoping for a big win today. Asante. Yes, you have something to say? Yes, today we hope that we will win today, that I'll pray for the Sharif to score today. Wow. Yes, today, although today is a derby. Wow, thanks a lot. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, sawa, naona upande wa pili huku pia Tom Mboya ameingia, Tom Mboya. Na Tom Mboya anapoingia kuna mambo mengi sana. Unaweza kuona amekuja na mambo yake. Naona umeingia kwa mbwembwe sana Tom. Ndo tumeikaa, ndo kudonjo, ndo kuingia sasa. Mpaka kuna bendera hapa ya Jacom kwenyewe bwana mtiangu. Mwenyewe bwana, unaona patron bado ako hapa, ako live. Na sasa siri ni nini? Naona ngoma, naona pembe. Sasa hii ni African culture. African culture. Na ukiona bado tuko na YouTube yetu inajiita hapa African Culture Ghetto King. Kwa YouTube tunapatikana hapo, mwanaweza waambia subscribe, wa like na wa share. Wow. So mbona hii sasa? Hii ndo Rao 001. Bwana mzee bwana, hatari sana. Pamoja sana, shukuru sana kuona hapa. Ni vizuri. Yes. Na mashabiki wa Gor wamejitokeza. Ndio. Na Ingwe lazima ilale. Asante sana. Na hii ni 001 Rao. 001. Bila shaka ni mashabiki hawa wanaozidi kumiminika katika uwanja huu. Keep it. Habari 254 Bonga Tube Media pamoja na Bonga Boli Sports. Sasa ni mabomu ya kutoa machozi. Askari wanalazimika kupiga kufuatiwa tear gas kwa ajili ya kutawanya mashabiki ambao kidogo wamekosa nidhamu katika lango kuu, lakini ni pressure kwa sababu muda unayoyoma, bado sekunde za kuhesabu tu pambano lianze rasmi, na kuna umati mkubwa wa watu nje, na inabidi wakati mwingine askari kutumia nguvu za ziada kwa ajili ya kutawanya wale ambao wanaonekana kuwa wanakosa nidhamu. Kwa hiyo ni swala la muda. Unaweza kuona huku bado kuna foleni ndefu, mashabiki pia vile wanazidi kuingia katika uwanja huu. Kwa hiyo naamini kwamba mambo yatakuwa ni sawa, tuweze kushuhudia debi la 98 katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi.